Changamoto ya utoro wa wanafunzi katika skuli ya sekondari Fujoni imeendelea kuwa kilio kikubwa kwa walimu na wazazi, hali inayotishia ustawi wa taaluma na mustakabali wa wanafunzi wa skuli hiyo. Wakizungumza mara baada ya mkutano maalum ulioandaliwa na uongozi wa jimbo hilo, wazazi wa wanafunzi wamesema wako tayari kushirikiana kwa karibu na walimu ili kukomesha kabisa tatizo la utoro na kurejesha nidhamu shuleni hapo. Katika vitu tulivyovijadili pamoja na utoro wa wanafunzi, masuala ya mavazi, na tumezungumza masuala ya nidhamu kwa ujumla, watoto kuchelewa shule, na pia tumekubaliana kwa kama wazazi tutajitahidi kukaa na watoto wetu, kuzungumza nao, kutoa ushirikiano kwa walimu, kwa kamati ya skuli, kutokana na changamoto zilizokuwepo za watoto kuto kuingia madarasani, kukaa nje, kwa sababu zinazowapelekea watoto kukatisha masomo. Tuzungumzie kuna swala la makundi, mashoga au marafiki. Tunaangalia na watoto na marafiki wa aina gani. Saa nyingine wanakuwa na marafiki wabaya ambao wanakuwa wanaweka kama tulivyosema nakaa nje. Au kuna saa nyingine hali za kifamilia. Masuala ya familia, wazazi kutengana, huduma, kutokuwa na huduma zile ambazo pengine mtoto anahitaji nauli, anahitaji madaftari, anahitaji vitu vingine ambavyo vinaweza kumsaidia katika masomo yake, vinakuwa vina ugumu fulani kupatikana. Hasa mtoto anapofika shuleni wenziwe zile huduma wanazo, sasa yeye anajisikia kwa nini mimi sina? Nakuja kufanya nini? Kwa hiyo unamkuta mtoto naye anavunjika moyo. Kuna sababu kama hizo. Watoto wengine ni marafiki tu, anapata marafiki, wanaamua kukaa nje kutia story, anaona ni bora zaidi kuliko kuingia darasani. Sasa kuna wakati zinakuwa mwanzoni alikuwa anamtia bakora au kumgomba tu, kisha anakuja na bakora, lakini kulingana na mazingira, kwa sababu mtoto mara nyingi pia ana nafasi ya kwenda kuranda nje na mazingira yetu, hatembei na baba muda wote. Kwa hiyo anaweza kukutana na jambo kuchangamoto nje, akataka kuliga. Mingine japo rafiki tu, wako watukutu nje. Si lazima awe mwanafunzi mwenzio, watoto tu wa mitaani wengine wamo anawashawishika nao. Sasa anajaribu kuiga ile. Sasa kuna wengine wanakuwa wanajaribiwa kushawishiwa vile kwa siri sana. Mpaka unakuja kugundua, sasa unakuja kukuta yule mtoto sugu sana. Yaani ishafika umri sasa unamlazimisha bana nenda mapema, nenda hivi, anakuwa sugu. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa skuli ya sekondari Fujoni, Rukia Ali Salum, amewahimiza wazazi kuunga mkono juhudi za walimu kwa kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao, akisisitiza kuwa malezi bora ya pamoja ndiyo nguzo ya mafanikio ya kielimu. Hili swala kwanza la watoto kuacha skuli Fujoni lipo, ni kweli, lakini tunachukua juhudi mbalimbali. Miongoni mwa juhudi hizo tunawaorodhesha kwanza wale watoro wote, alafu tena tuna ripoti kwa masheha wa shehia zao, kwa sababu skuli ya sekondari Fujoni tunapokea wanafunzi kutoka shehia 4: shehia Fujoni, shehia Kiomba Mvua, shehia Mangapwani na shehia ya Zingwe. Kwa hiyo sambamba na hilo, kutokana na hayo tunashirikiana pamoja pia na kamati, tunakuwa nayo, tuko pamoja juu ya kutibu swala hili la watoto watoro. Pia majirani na wao tunashirikiana nao pamoja. Lakini kwa upande wa ndani sasa wa kielimu, tunashirikisha wazazi kwa ajili ya kuwahimiza wawalete watoto ili mwisho wa siku na wao wapate mafanikio mazuri ya ufaulu sambamba na wale wenza wao ambao wamo darasani wanaendelea kwa pamoja. Madhumuni na malengo yetu wazazi au ni wito wetu walimu ni kutoa maelezo au kutoa elimu kwa wazazi, wajitahidi juu ya watoto wetu, kuwapa ule umuhimu wa elimu, kwa sababu elimu ndio funguo wa maisha, elimu ndio kila kitu katika maisha ya binadamu, na elimu ndio mkombozi wa jamii kwa yeye mwenyewe, lakini pia jamii, familia kwa ujumla, lakini taifa kwa ujumla pia nalo. Mimi nikiwa ni mwalimu mkuu wa skuli ya sekondari Fujoni, ili kuondosha hili, basi ninachowaomba wazazi wenzangu ni kuwa pamoja, tupeane mashirikiano, pale penye changamoto ni kuitana na kukusanyana na kulizungumza hili kwa pamoja, ili mwisho wa siku mtoto apate mafanikio mema. Naye mbunge wa jimbo la Bumbwini Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhan amesema uongozi wa jimbo hilo umejipanga kuhakikisha elimu bora inaendelea kupatikana kwa wanafunzi wote, hatua inayosaidia kuongeza ufaulu na kuleta maendeleo chanya katika sekta ya elimu ndani ya jimbo hilo. Wanafunzi hao wakishapasi katika skuli za kawaida wanakuja katika skuli hii kujumuisha, wanaanza masomo yao kuelekea katika maandalizi ya kufanya mtihani wa form 4.
Leo nimezungumza hiyo. Wiki iliyopita nilikuja hapa katika skuli, nilikuja katika kushereheka katika mahafali ya kuzawadiwa watoto waliopasi form 4. Baadhi ya changamoto zikatokezea, ikiwemo moja, utoro wa wanafunzi, lakini kwa wazazi kutokuwa na mashirikiano na watoto. Nikamwomba mwalimu mkuu na uongozi wa kamati kwamba waitishe kikao hichi cha wazazi wote wenye watoto wanatarajia kufanya mitihani ya form 2 na kufanya mitihani ya form 4. Kikao hicho leo kimefanyika na kimekuwa kizuri kabisa. Kama sisi viongozi, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba elimu bora inapatikana na mafanikio makubwa yanapatikana ili watoto wetu waweze kufasi vizuri na kufanya vizuri, elimu ikue na hiyo ina manufaa kwa kunufaisha, ili waweze kwenda kufanya kazi zao wakiwa na taaluma kubwa sana. Nimewaambia hali ya dunia ilivyo, lakini pia jimbo letu lilivyo na maisha yalivyo. Bila elimu huwezi kufika pahala popote. Taaluma zinahitajika na serikali yetu inahitaji taaluma, lakini nchi inahitaji taaluma. Na sisi tunalea watoto hawa kwa manufaa makubwa kuja kuisaidia nchi yetu kwenye maeneo ya uchumi, maendeleo, lakini ni suala la kijamii nalo. Sasa kwenye eneo hili ipo changamoto. Wazazi hawa wakiachana ni changamoto. Ni jambo la kifamilia, ni jambo la ndoa. Lakini tunawasihi sana wazazi wasiachane. Kuachana kwao kuna tofautisha watoto na kuwapa ugumu watoto katika kufanikiwa katika maisha yao. Lipo hilo tatizo na tumeliona. Lakini tumezungumza na wazazi kuelekeza kwamba kwa kupitia kamati ya skuli basi iweze kuwakutanisha wazazi hawa na kuona watoto wanafika mahitaji yao na wanapata kusoma kwa vizuri. Kwa hivyo, lakini suala la utoro tumezungumza na wazazi na orodha ni ndefu. Kwa upande wa Fujoni karibu watoto 37 hawaji skuli na tuna matumaini kufanya mtihani wa form 4. Hiyo ni changamoto kubwa, lakini tumewasema wazazi na wazazi wameonyesha nia, wamefahamu nini kinachotakiwa na tunahakikisha sisi. Lakini kwa upande wa matatizo mengine yote ya kambi na mambo mengine yote, kama sisi viongozi wao wa siasa wa jimbo hili tunanyamana, tumeyachukua zile changamoto zote kuonekana kwamba tunafanya vizuri na maendeleo yanapatikana, na ili watoto waweze kusoma uzuri, lakini tupate matokeo mazuri 2026 2027. Tumehakikisha kwamba miaka yetu mitano hii elimu tunaitaka katika jimbo letu iwe juu. Tuhakikishe kwamba tuwe tunashindana kuweza kufika kama mikoa mingine.